hadi katika kaunti ya Meru ambapo tunaungana na mwanahabari wetu John Javakiania akizungumza na wakazi kutoka kaunti hii. Wanasema nini baada ya gavana wao Kawira Mwangaza kubanduliwa kutoka afisini? Java? Shukran tena sana na kupata vyema hapa katika kaunti ya Meru, na kikubwa ni kwamba nimeweza kuzuru hapa katika eneo la makutano ambako wananchi wanatoka katika maeneo mbalimbali kuja kutoa kauli zao kuhusiana pia na uamuzi wa leo wa gavana Kawira Mwangaza kutimuliwa afisini kutokana pia na uamuzi ambao umeweza kutolewa hivi leo na mahakama kuu katika jiji kuu la Nairobi. Na hapa niko na baadhi tu ya wakazi kutoka kaunti ya Meru, nataka kusikia kauli zao kuhusiana pia na uamuzi wa leo. Labda tukianza na wewe moja kwa moja, labda unajihisi namna gani na maoni yako ni gani? Maoni yangu kulingana na siku ya leo ambayo Jaji Mwamuye ameweza kuyafanya, mimi rangu nikiwa binafsi, nikiwa Peter, na shukuru ni kwa sababu gavana wa Meru kutimuliwa kuwa gavana imechukua mkondo mpya. Na tangu juzi tumekuwa hatuna stima. Anaitwa Kawira Mwangaza. Kwa hivyo tulisimiwa stima, ndio uamuzi ikifanyiwa isije ikafanyiwa ni kwa sababu kuna mwangaza. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kitu ya kwanza mwangaza ilikuwa imezimiwa. Kitu kingine, tarehe 11 mwezi wa 3 gavana aliweza kusimama na akasema ya kwamba yeye ndiye mteule ambaye ni mama ambaye ameteua na Mungu, na yeyote ambaye atapigana na yeye atamnyima kazi kulingana na Roho Mtakatifu. Sasa tunashindwa, ni wapi unaweza ukaombea watu wengine watoto wao wakose chakula ili hali wewe unataka kuomba wao kwao waweze kunyimwa? Jambo lingine, ukiangalia kama madaktari wamekuwa wanalia kutoka Disemba mpaka sasa hivi hakuna mtu ambaye amepata mshahara. Ni kwa sababu gavana ile mambo ambayo anafanya hayalingani na kile ambacho alienda kukifanya katika kaunti. Jambo lingine ni ya kwamba Kawira Mwangaza amekuwa mtu ambaye ako na kiburi sana, na hiki kiburi chake, msemo wa Kisungu nasema ya kwamba pride comes before a fall. Na wakati ambapo tunakaribisha Mutuma Ntoithinki kuwa gavana, tunakuomba mheshimiwa, kivuli kiweke chini. Asante sana. Labda tusikie kutoka kwa mmoja hapa, anaweza karibia utuelezea maoni yako ni gani kuhusiana pia na maoni ya kutimuliwa kwa gavana wa Meru. Labda unaweza kutoa kofia? Kulingana mimi mkaji wa Meru, but nyumbani sio huku. Nilikuwa naonelea kwamba mahakama imefanya mzuri kutoa huyu gavana wetu, sababu ni mtu binafsi sana. Sababu ni mtu wa kanisa, amejificha kwa kanisa, lakini mambo yake nani na kanisa. Hiyo naweza kuongea kwa leo. Asante sana. Labda tusikie kauli ya mwingine hapa, labda unaweza kuja utuelezee labda unajihisi namna gani na labda mabadiliko unatarajia kutakuwa na mabadiliko katika kaunti ya Meru. Okay, kwa majina naitwa Lawrence Kimathi, mimi ni mkaaji wa Meru makutano. Hapa uchumi umezorota zaidi tangu mama achaguliwe kuwa gavana wa Meru. Tumekuwa na shida mingi sana. Kazi ni haba, biashara ilifungwa, wale watu walikuwa wanafanya soko makutano wote walifunga. So tumekuwa na shida mingi sana na kuna mtu wa kutusikiza. Yule mama ni mtu wa kujificha, hapatikani, hawezi ongea na watu, ni mtu wa kivuli mingi. Na uongozi wa Meru saa hii tunaona kutakuwa na njia ingine badala ya kusaidia watu, sababu tunaamini kama Mutuma Ntoithinki kama mtu mnyenyekevu, na tunaamini uongozi wake utatupeleka mahali pazuri. Tukiangalia Meru vyenye iko na vyenye ilikuwa mbeleni, Meru hata watu wameama sababu hakuna chakula, hakuna biashara inaendelea mzuri. Hapa ni kusumbuliwa na kila na kanso na serikali yake. Naomba hiyo ndio najua. Asante sana. Labda tukimaliza na mheshimiwa hapa, labda unaweza tuelezea labda unajihisi namna gani na kulingana na zile county zile ambazo zilikuwa zinasomwa na jaji zimeweza kutupiliwa mbali, ni ishara gani kwa county ya Meru? Nafikiria koti imefanya uamuzi wake kulingana na evidence ambayo iliweza kupatianwa. Ya kwanza, kulionyesha koti kulikuwa na public participation, wananchi waliweza kujumuishwa katika uamuzi huu. Kulikuwa na fair hearing kutoka pale kwa county assembly na bado pale senate. So matokeo ambayo koti imeweza kuamua, imefanya uamuzi wake kulingana na kisheria, na imeamua ya kwamba the procedure na pia legality na constitution iliweza kufuatiliwa katika ule uamuzi.
na ningeomba sasa kuendelea mbele. Kuna mambo mengi ambayo gatuzi la kaunti ya Meru alikuwa anaomba. Kwanza ni uano wa viongozi waweze kuja pamoja ili waweze kupatiana mwelekeo yake katika jinsi maendeleo itakavyofanyika hapa Meru. Kuna vijana wengi hawana ajira, tungetaka kuona jinsi ambayo gatuzi letu la kaunti lapatia nafasi ya kujumuika kupata ajira. Tumeona wawakilishi wadi jana wakiweza kutoa hoja ya kuweza kuwatimua baadhi tu ya mawaziri wa kaunti. Sasa itakuwa namna gani kulingana na kisheria? Ukiangalia sasa kisheria ya kwamba county CEC wakati ambapo gavana anang'atuliwa pia ma-CEC wanaweza kwenda nyumbani pamoja na wao. So itakuwa hakuna hata haja ya kuendelea na ule mswada kwa sababu by the fact county governor amekuwa impeached, wale ma-CEC watakuwa wameenda nyumbani. Na jambo la pili, sasa tunatarajia the naibu governor ambaye ni Reverend Mutuma Ntoithinkia, kama ni wiki ijayo Jumatatu ataweza kuwa akiapishwa ili kuweza kuendelea na majukumu ya gavana wa gatuzi la Meru. So ni furaha kwanza na kufurahishwa na koti, lakini pia ana nafasi ya kuenda court of appeal pia kama anaona haki haijatendeka. Lakini kwa wananchi wengi wamefurahia kwa sababu kutakuwa na amani ya viongozi kufanya kazi pamoja, kuanzia MCAs, wajumbe na pia senator wakuja kwa pamoja na viongozi wengine ili wajiulize Meru wangetaka iwe vipi kwa miaka ambayo imesalia na miaka ijayo. Asante sana. Hizo ni kauli tu za baadhi tu ya wakazi kutoka hapa kaunti ya Meru, wanatoa hisia zao kuhusiana pia na uamuzi wa leo. Tutazidi hasa kuangalia kwa kina kuhusiana pia na swala ili tuweze kuleta taarifa zaidi katika taarifa zetu zijazo kutoka mida ya saa 10, saa 1 na saa 3 za usiku. Sina la ziada. Jina langu ni John Java Kiania, kwako studio kwa mengi zaidi.